Yes, bwana mambo vipi? Mji hujawahi kupoa, mji kila siku ni wa moto. Tumemwona bwana Harmonize akiwa studio pamoja na Kusa wakiwa wanaandaa nyimbo, lakini mpaka hivi sasa nyimbo bado haijajulikana ni ya maudhui gani, ni ya kuhusiana na mfungo wa mwezi mtukufu au ya Kwaresma au ni nyimbo ambazo wanaimba kila siku. Na nakukumbusha tu mdau wangu, usisahau kusubscribe katika page yetu ili uwe kwanza kupata update kila siku. Hii nyimbo ambayo wanaandaa kwa hivi sasa imekuja kuzua taharuki kubwa katika mitandao ya kijamii, kwa sababu tunajua fika hawa wote ni Waislamu na hichi ni kipindi cha mwezi mtukufu. Mwezi mtukufu ni watu kumrudia Mungu wao na kusahau mambo ambayo walikuwa wanafanya. Kama ni madhambi basi wanaachana nayo na wanarudi upya wakiwa wanatubu, wakifanya toba katika mwezi mtukufu. Lakini Harmonize pamoja na Kusa wameonekana studio wakiwa wanaandaa kazi yao, na hiyo kazi haijulikani mpaka hivi sasa wataiachia lini, lakini wote wawili wameingia studio na kuandika nyimbo. Hiyo ni nyimbo ambayo pengine watu wanatamani vile vile kuisikia itakuwa labda ina maudhui gani au itakuwa inahusiana na nini, kutokana Harmonize na Kusa vile vile hawajawahi kutoa nyimbo yoyote tangu wameanza kufanya muziki, kila mmoja na karia yake. Tangu Kusa ameanza muziki hajawahi kuimba na Harmonize, na tangu Harmonize ameanza kufanya muziki basi hajawahi kuimba na Kusa. Hivyo ni kwa mara ya kwanza wamekutana studio na wameitana kwa ajili ya kufanya nyimbo. Ni nyimbo ambayo mpaka hivi sasa tunasema kwamba haijajulikana itakuwa ina maudhui gani, lakini nyimbo ambayo watu wengi vile vile wanatamani waisikie kutokana na huu mwezi, au itakuwa ni ya namna gani vipi. Ni nyimbo ambayo inaweza ikaja ikavutia watu au inaweza watu wakaja wakaikosoa kutokana na hali ambavyo kwa hivi sasa ilivyo watu katika mwezi mtukufu, lakini hawa bwana wako studio wanataka kuimba nyimbo. Nadhani katika mwezi mtukufu watu hawajazoea kuona wasanii wakiingia studio wakiwa wanaandaa kazi au wakiwa wanataka wakiwa wanafanya ushirikiano wao kwa pamoja wa kutoa nyimbo. Ni jambo ambalo watu wengi hivi sasa wanalikosoa na kila mmoja ana ukosoaji wake, lakini kuna message mbalimbali watu wametuma kuhusiana na swala zima la Harmonize kumvuta Kusa studio na kutaka kufanya jambo. Bwana kuna mtu hapa ameandika comment yake na kusema kwamba huu ni mwezi mtukufu, lakini Harmonize na Kusa wenyewe hawajali kwamba tuko katika mwezi wa toba. Wenyewe wanataka tu wafanye muziki, wenyewe wanataka watoe ngoma hata katika mwezi mtukufu. Sio jambo zuri, binafsi mimi sijapendezwa nalo. Bwana huyo ni mtu ambaye ametuma maoni yake kuhusiana na swala zima bwana la Harmonize pamoja na Kusa kuingia studio na kutaka kufanya ngoma ya pamoja. Lakini maoni ni mengi, lakini maoni tuyaache kwa sasa hivi, kwa sababu tusema tupitie maoni watu wengine wameandika kwa hasira kutokana huu ni mwezi wa toba bwana. Lakini swala kubwa ni Mr Pimbi. Mr Pimbi amekuja kulizungumzia hilo swala kwa undani kabisa. Tunajua kwamba Mr Pimbi ni mtu ambaye hajawahi kupoa kwenye masakata kama haya. Mr Pimbi lazima tu atatoka na ataongea kitu chochote ambacho anakijua kuhusiana na swala zima la muziki wa Bongo Flava, kutokana katika muziki wa Bongo Flava anafuatilia sana wasanii na mambo mengi anayajua kutokana na muziki wa Bongo Flava. Hivyo Mr Pimbi bwana amekuja na kufunguka maneno mengi, amekuja na kufunguka mada nzito kuhusiana na Harmonize pamoja na Kusa, lakini kikubwa ambacho amekigusia ni kuhusiana na swala zima la Harmonize Konde Boy Jeshi bwana, kwamba katika game yake kwa hivi sasa anaonekana ameporomoka. Aongei hivyo kama dharau, anamheshimu sana Harmonize na vile vile anamheshimu sana Kusa, lakini alichokiona yeye kwa Harmonize kumuita Kusa studio au kufanya kolabo na Kusa sio kitu kizuri, kwa sababu Harmonize alivyokuwa Wasafi ni mtu ambaye alikuwa anapambania sana muziki wake, ni mtu ambaye alikuwa anapiga kolabo kubwa, lakini kwa hivi sasa anaonekana anafanya kolabo za kawaida, anafanya kolabo ambazo hazina manufaa yoyote. Amesema, lakini vile vile amegusia kwamba hamdharau Kusa, lakini Harmonize kufanya kolabo na mtu kama Kusa sio jambo zuri, yeye hajapendezwa nalo hata kidogo. Ni mtu ambaye anaonekana kabisa hajalizishwa na kolabo ya Harmonize na Kusa, lakini hajagusia kuhusiana kutokana labda na mwezi mtukufu au nini, lakini kitu ambacho ameona ni Harmonize kuimba na Kusa sio jambo zuri, ni kitu ambacho hajapendezwa nacho kabisa Mr Pimbi na amesema kwamba nyimbo hiyo itakuwa ni mbaya, ni nyimbo ambayo watu hawataipenda kutokana na sasa hivi Harmonize ameshuka kimziki, yeye yuko busy
bize na mapenzi, ndio maana kila sehemu unapomuona utamkuta yuko na Kajala, anajiposti na Kajala. Yani amekuwa ni mtu wa matukio, sio mtu ambaye anaweza akaimba mziki mzuri. Nadhani Kajala amekuja kumwaribu kabisa Harmonize katika swala zima la mziki, na ndio maana hivi sasa kila kona wanatembea wote kama mapacha. Kwa hiyo Harmonize fika anaonyeshwa kabisa mapenzi bado yanamuendesha na sio kufanya kazi kama alipokuwa anaonekana hapo awali. Alikuwa ni msanii ambaye anapambana kulikweli kutoa nyimbo kali, alikuwa anapambana aimbe nyimbo nzuri kipindi ambacho hayupo na Kajala wakati wametengana, lakini toka amerudiana na Kajala anaonekana kama ni mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine ameshuka kimziki na yuko bize kuendekeza mapenzi bwana Harmonize kutokana na jinsi ambavyo anaonekana kila siku. Lakini hayo tu ni mawazo ya Mr Pimbi ambayo amewaza yeye na kuyahusisha kwa umma, wamekuja kuyawasilisha kwa umma kwamba Harmonize kwa hivi sasa anaonekana kabisa anaenda kupotea katika game ya Bongo Flava kutokana anaendekeza mapenzi na sio kufanya kazi. Lakini kikubwa anachoongea bwana Mr Pimbi ni kwamba hajapenda kuona Harmonize akifanya collab na Kusa, kutokana na Kusa katika game kwa hivi sasa ameshapotea, hazungumzwi sana na watu, hazungumzwi sana kwenye midomo ya watu, hivyo anaona kabisa ni Harmonize kwamba amefeli au ameshuka kwa namna moja ama nyingine. Kitu tunakumbuka Harmonize huyu vile vile alikuwa anaimba nyimbo pamoja na wakina Kiuchila ambao walikuwa kabisa kwenye game ya Bongo Flava, walikuwa watu washawasahau, lakini ashawatoa kina Kiuchila, wamewatoa kina Chibaba ambao watu walikuwa washawasahau na akaja akaimba nao mziki. Hivyo ni swala ambalo pengine Mr Pimbi ameona sio zuri kwake yeye, lakini kwa namna moja ama nyingine ni swala zuri Harmonize kuimba na mtu kama Kusa ambaye watu kwa muda mrefu hawamemisi kumuona akiwa anafanya kazi, watu wamemisi kumuona Kusa akiwa anaimba. Tunakumbuka Kusa mara mwisho kutoa nyimbo ni muda kidogo, lakini kwa hivi sasa hana nyimbo yoyote, na ndio maana Harmonize ametaka kumrudisha mshikaji wake katika game ya Bongo Flava, watu waendelee tena kumzungumza katika swala zima la muziki, kutokana Kusa vile vile ni msanii mzuri, ni msanii ambaye anajua kuimba vizuri, ni mtunzi mzuri sana wa nyimbo, na ndio maana Harmonize ameona sio ukweli, acha amchukue Kusa na wafanye kitu. Je, wewe mdau wa muziki unaonaje kuhusiana na swala zima bwana Harmonize na Kusa kuingia studio, na kila mmoja alikuwa yuko na bebi wake, Kusa akiwa na Auntie Zeke, lakini Harmonize alikuwa yupo na Kajala. Unaonaje swala hili zima la Harmonize kuingia studio pamoja na Kusa? Unaficha comment yako katika comment section. Vile vile usisahau kusubscribe katika page yetu ili wa kwanza kupata update kila